Mzigo wa leo nitausimulia kwa utulivu sana, kwa hivyo naomba utulize akili yako, utulize komwe lako ili uweze kunielewa. Ukipepesa macho sekunde moja tu, ujue tayari nimesha kuacha. So safari inaanzia kwa huyu mwamba bana, ambaye yeye ni mganga wa kienyeji, na mwamba anapiga ramli za mapiano kutoka pale South Africa ya Kusini. Ngoja tumsikilize na kisha tutaendelea. Abati shai ngoma sema tabe abati ni bani sawe jamani sugala na we ai Mzigo unaanza ni katikati ya mji, na hapa ni Mbeya, nyanda za juu kusini, na huu mtaa unaitwa Sai. Ni mtaa maarufu sana hapo naambiwa, kwa sababu kisiwa cha burudani pia kiko hapa. So leo kwa mara ya kwanza kabisa tunaanza kumwona bwana mdogo ni kama mjomba amechoshwa sana maisha na kuna sehemu anaelekea, lakini ukimwangalia ni kama mjomba ambaye njaa inamuuma, maji ya kunywa hajanywa, lakini pia ana mawazo mengi sana. Kiuhalisia mwamba ni kama maisha amemchapa sana naambiwa. Mwamba anaitwa Olade, ni mchizi ambaye ni kama ndoto zake zilikuwa zimeshafunikwa siku nyingi sana zilizopita. Safari yake inamleta mpaka hapa kwenye hili bango, na mchizi anasimama kwa utulivu sana, anaanza kusoma kile ambacho kimeandikwa kwenye hili bango, na bango lilikuwa limeandikwa tangazo, The Session Season 6, nafasi ya kazi, DJ Selection, Mbeya Pazuri Social Club. Mjomba alisoma kwa utulivu sana. Huenda labda mwamba ndoto yake kuja kuwa DJ mkubwa sana hapa duniani kama ma DJ wengine ambao tunawaona huko mitandaoni. Anyway, mchizi akaingia mfukoni, akatoa buku, akaiangalia kwa muda mrefu sana, akarudia tena kuliangalia hili bango, akajipigia makofi tu. Huenda labda jamaa anaenda kujiunga na hii issue ambayo ameweza kuisoma. Ngoja tuendelee, tutajua tu uko mbele. Mwanzoni kabisa mwa huu mzigo tuliona mganga namna ambavyo anapiga ramli za kumtibu huyu mwamba, lakini bado hatujajua huyu jamaa alikuwa na shida gani kiasi kwamba mganga alipiga ramli kubwa sana mpaka radi zilipiga unaambiwa. Huenda hapa kuna kitu hakiko sawa, kwa sababu radi zilipiga tena kwa mara ya pili na zilipiga kwa nguvu sana. Na wakati huo tunamwona Olade bado anaendelea tu na safari yake, au naye anaenda kwa mganga. Anyway, ngoja tuendelee. Baada ya ramli na matibabu ya muda mrefu kwa huyu mwamba, akawa ananyanyuka bana, anamuaga mganga. Lakini mbona kwa mbali tunamwona Olade naye anakuja hapa hapa kwa mganga, au nyi bado hamjamuona? Lakini mimi namuona yule pale naye anakuja hapa hapa kwa huyu mganga. Hapa mwamba amefuata nini? Mchizi anafika na anaambiwa ingie kwenye kilinge cha mganga kinyume nyume, na kisha anaambiwa akae. Wakati huo walinzi wa mganga wametoa macho tu wanamwangalia mchizi. Ona Olade ambacho anafanyiwa kwa mganga. Lakini pia kama wewe unaendaga kwa waganga, najua huenda hiki kitu sio kigeni kabisa kwako, utakuwa umeshazoea. Mwamba aliwekwa chungu kichwani, na baada ya hapo ni kama kuna dawa alipuliziwa hivi usoni. Mganga na watu wake bana wakaanza shughuli. Sasa ngoja kuna kitu nikwambie kwenye hii simulizi, ni kwamba huyu bwana mdogo Olade alienda kwa mganga ili mganga mtengeneze aweze kushinda yale mashindano ambayo aliyasoma pale kwenye nguzo. Kama unakumbuka yale mashindano yaliandikwa The Session Season 6, nafasi ya kazi, DJ Selection, Mbeya Pazuri Social Club. Kwa hivyo kumbe bwana mdogo alikuja kwa mganga ili akashinda haya mashindano. Hii vita itakuwa ni kali sana unaambiwa. Baada ya matibabu ya mganga, kuna maneno hapa kwenye screen yanatokea, yameandikwa DJ Competition. Kweli bana, yule bwana mdogo alienda kwa mganga ili akashinda haya mashindano. Sasa mzigo unaturudisha tena katikati ya mji, na hapa tunaona hoteli moja kubwa sana imeandikwa Mdope Idi Hoteli. Unaambiwa hii ni hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Kisha tunatupwa ndani, na baada ya hapo tunamwona huyu mwamba yupo kwenye podium. Ni kama kuna watu wanazungumza nao, lakini nyuma yake kuna ulinzi mkali vibaya mno. Kumbe ilikuwa ni kikao bana, na hapa walikuwa wanazungumzia yale ya mashindano ambayo yule bwana mdogo alienda kwa mganga ili akashinde. Mwamba alikuwa anaongea vitu vingi sana hapa, watu makofi tu. Hivyo DJ wa kwanza akapanda kwenye mashine akakiwasha sana, na hapa watu wakacheza mno. DJ wa pili akapanda, watatu naye akapanda, ni kama wote walikiwasha. Huku meza ya majaji kazi yao ilikuwa ni kuandika maksi tu. Sasa baada ya wale wamba kukiwasha sana pale hotelini, kuna wamba wengine walipita na wengine pia walitemwa kwenye yale mashindano. Sasa wale ambao walipita wanakuja kukutana na hawa wamba, yaani naambiwa vita yao itakuwa sio ya kawaida. Hawa wachizi ambao wanaingia hapa wametoka South Africa, ambako pia mganga alipiga mpaka ramli na aliongea ki South Africa pale. Sasa nani atakuwa mwamba kati ya hawa wajomba ambao wametoka South na hawa wachizi ambao walichuana pale kwenye ile hotel? Na hii final itafanyika kisiwa cha burudani Mbeya Pazuri kutoka nyanda za juu kusini. Sasa hii final yake itakuwaje? Hata mimi naona kabisa kivumbi kinaenda kutokea. Anyway,
wenyewe sawa, jipange kwa sababu mziki utakuwa sio mdogo. Hii itakuwa ni mission ndani ya mission kwenye mission, na mission imesimamiwa na hawa wamba wawili hapa. Namzungumzia Medi Design pamoja na Chris Picture. Okay, sawa. Mimi ni Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba. Haya.